Facebook. Thank you for those who are joining this night. Karibu sana, ukiwa kazini, ukiwa nyumbani, ukiwa unasafiri. Usiku wa leo unachukua nafasi hii kukaribisha kwa jina la Yesu Kristo. For those who are joining in Facebook, just invite a friend, tell a friend to tell a friend. This night we are preparing for prayer. Usiku wa leo na kukaribisha tunapoenda katika mlima huu kwa ajili ya maombi. Nachukua nafasi hii kukaribisha nikikwambia karibu kwa jina la Yesu Kristo. Welcome in the name of Jesus. Wacha tuweze kuanza kwa maombi, maana tunapoenda kuomba hatutaweza kuomba na uweza wetu na nguvu zetu, mbali tunaomba kibali kutoka kwa Bwana ili usiku wa leo aweze kutupa na nafasi na kibali ili tuweze kukubalika mbele zake na dua zetu iweze kukubalika machoni pake. Basi wacha tumheshimu Bwana tunapoanza kwa maombi. Baba, tunanyenyekea usiku wa leo, maana ni wewe Bwana ambaye unatangulia. Jehova, tuko chini ya miguu yako Baba. Usiku wa leo nasema ni asante Baba, ni kwa ajili ya sauti hii ambayo umenitunuku, na kwa wote Mungu wangu Bwana ambayo usiku wa leo wanakuwa ni sehemu Baba katika maombi hii. Mungu wangu, usiku yote na mahitaji yao Bwana Mungu wangu Baba katika mlima huu, naomba Mungu wangu Bwana kibali kwako. If God my Father Baba, kama tunapata kibali Mungu wangu, tunaomba uwepo wako uende nasi usiku wa leo, maana hatujui jinsi ya kuomba, bali ni Roho wako Mtakatifu ndiye mwalimu, ndiye mtangulizi, ndiye ambaye anaugua kwa kuomba kwa niaba yetu kukutanisha na wewe. Roho Mtakatifu, nakukaribisha katika madhabahu hii. Roho Mtakatifu, nakukaribisha usiku wa leo katika kanisa hili bila ukuta. Asante ni kwa sababu kwa hakika Mungu ni wewe tu ambaye unatuambia kwamba tukeshe tukiomba, maana tujui saa wala wakati. Baba, usiku wa leo tuko katika mlima huu, tunakuomba Baba tutangulie. Baba, anga hii Mungu wangu, tangulia Bwana, tangulia katika kijiji hii, tangulia Bwana, ni kwa ajili ya watu hawa, tangulia kwa ajili ya familia hizi, tangulia Mungu wangu Baba, ni kwa ajili ya mahitaji ya kila mmoja. Asante ni kwa sababu kwa hakika Mungu ni wewe ndiye Bwana, tunakutangulisha. Enenda nasi kuanzia mwanzo huu hadi mwisho Mungu wangu Baba. Jehova, tutaliinua jina lako na kulisifu, maana ni wewe tu Mungu wangu Bwana ndiye unayejibu maombi, ndiye Baba unayetuunganisha ili Mungu wangu kutupa na uweza na nguvu na ufunuo na hata na jinsi ya kuomba. Asante Baba, asante Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Karibu sana tena usiku wa leo. Nafasi hii ni wakati mwingine ambaye Mungu ametutunuku ili tuweze kwenda mbele zake kwa ajili ya maombezi usiku wa leo. Basi kuchukua nafasi nikikwambia kwamba karibu usiku huu ili tuweze kuomba pamoja. Usiku wa leo tunapoingia nafasi hiyo mbele za Bwana,
Basi tu wacha na tuweze na kumwambia Baba kwamba ni wewe tu ndiye Bwana na ni wewe ndiye Mungu. Maana wakati Yesu alifundisha wanafunzi wake jinsi ya kuomba katika Mathayo 6 kuanzia 9, akawaambia, wakati ambapo mnaomba semeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Basi tu tunapoanza nafasi hiyo tu, mahali ambapo uko, tell a friend to tell a friend. For those who are joining in Facebook live, so that we can go together tonight by praying. Anza tu na kumwambia Baba, ni wewe ndiye Baba, Baba yangu uliye mbinguni. You are my Father who live in heaven. Anza tu katika nafasi hiyo tu kimwambia Bwana, wewe ndiye Baba. Usiku wa leo Bwana, ninakusongelea. Usiku wa leo Baba, ninakuja Mungu wangu Bwana katika hema yako, maana ni wewe tu ndiye Baba na ni wewe ndiye kila kitu. Baba, ni wewe hata kabla ya kila kitu, wewe ulikuweko Bwana, na ndiposa tunasoma habari yako kwenye Biblia Mungu wangu katika Yohana 1. Hapo mwanzo kulikuwako na neno, nayo neno alikuwa ni Mungu. Huyu ndiye Baba ambaye tunamwinua usiku wa leo. Tunamwinua Baba huyu ambayo katika maandiko ya Isaya 66 Biblia inasema kwamba Mungu ameketi katika kiti cha enzi na miguu yake imekanyaga dunia. Huyu ndiye Baba ambaye amekanyaga dunia. Wote usiku wa leo waombezi, tujue kwamba tuko chini ya miguu yake. Shalabakuta ya maganda. Huyu ndiye Mungu ambaye ni mkubwa zaidi, amekanyaga dunia. Angalia tu jinsi miguu yake imekanyaga dunia, ametoshea. Sisi wote tuko chini ya miguu hii. Si huyu Mungu ni mkubwa zaidi? Yeye ndiye Baba. Usiku wa leo tunamwinua, ni yeye ni Baba. Biblia inasema kwamba katika Mathayo 7 kuanzia mstari wa 9 kwamba kama sisi wazazi watoto wetu wanapotuomba mikate hatuwapi na jiwe, wanapotuomba samaki hatuwapi na nyoka. Na je, kama sisi wazazi na tuna uovu mwingi tu, tunajua kuwapa watoto wetu vipawa vizuri vizuri, na je na Mungu si atafanya zaidi? Wakati huu unapojiunga tu usiku wa leo, ninakwambia kwamba Mungu huyo ambaye ndiye Baba atafanya zaidi ya vile wewe hufanya kwa watoto wako. Huyu ndiye Mungu, tunamwinua. Yeye ndiye Baba. Usiku wa leo tunamwinua. Sheteba kataya bakata ya maganda, reketeba kata ya gazeria, shata kata maguri kata ya baganda. Mahali ambapo upo tu, sauti yako mwinulie Baba. Umwambie Bwana kwamba wewe ndiye Baba. Mwambie tu wewe ndiye Baba, wewe ndiye Baba, wewe ndiye Baba, wewe ni Baba, Baba yangu. Shelemakata ya bakuta ya baganda. Baba ni wewe Mungu wangu, ndipo mapo Mungu wangu Baba penye kuna matumaini yangu.
ni kwako tu ndipo ndio kuna msaada wangu. Baba, usiku wa leo ninainua macho yangu, ninaangalia mlimani. Ni hapa milimani tu ndipo penye kuna msaada. Zaburi ya 121. Milimani shakata bakanda. Ukiuliza swali usiku wa leo, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka kwa Bwana aliyeviumba mbingu na nchi. Usiku wa leo tu uinue sauti yako ukimwambia Baba, ni wewe ndiyo ninakuinua. Ni wewe tu Bwana, ni wewe ndiye uliumba vyote. Baba, ni wewe uliumba milima, bahari ni yako. Vyote Mungu wangu Baba vilivyo hai, yote Mungu wangu Bwana vilivyo vinaonekana na visivyoonekana, ni wewe uliumba. My Redeemer, ni wewe Bwana, ni wewe. Hata siku ya kwanza ukasema wacha kuweze kuwa na nuru, nayo nuru ikawa. Ukaita nuru mwanga, ukaita mchana. Shataba kutaya bakunda zalaba. Ni wewe Baba, ni wewe ndiye ninakuinua. Ni wewe ambaye ulinijua hata kabla sijazaliwa, ulinijua. Shataba kutaya baganzerima. Usiku wa leo tu sumuinue. Shakata bakata ya bakuta ya baganda. Muinue tu Bwana, muinue, umuinue tu, umuinue, umuinue Bwana, umuinue tu, muinue Yesu, umuinue. Shekete bakuta ya baganda. Unapomwinua unamwita na majina, unapomwinua unamwita majina, maana majina yote mazuri ni yake. Sheleba shekete bakuta ya baganda bozeketa yaba. Utamwita jina gani? Utamwita jina gani? Shekete bakuta ya baganda rekete baribu shete baganda bogoria shekete baganda ba rekutaya ba shete teriba rikoto bagunda shete terima. Mwite na majina, mwite na majina, mwite na majina, majina, umwite na majina. Usiku wa leo siumwite na majina tu, siumwite na majina. Majina yote mazuri ni yake. Mwite El Shaddai, umwite usiku wa leo. Siumwite na majina, siumwite na majina. Majina yote mazuri ni yake, majina yote mazuri ni yake. Umwite tu Ebeneza, maana ni yeye ndiye amekusaidia, ni yeye ndiye amekusaidia. Umbali huo unapokumbuka mahali umetoka, unasema mahali ambapo nimefika, kama si Mungu singefika. Ni yeye, ni Ebeneza, amekushika mkono. Shakata bakuta ya baganda shelia. Mwite tu, umwite tu usiku wa leo, umwite tu na majina, na majina, majina yote mazuri, majina yote mazuri ni yake. Usiku wa leo siumwite tu, siumwite ukimaanisha tu usiku wa leo. Umwite ukimaanisha, maana kama kuna mambo amefanya kwa maisha yako, ndiyo hayo unakumbuka. Unamwita ni kwa sababu unakumbuka yale amefanya. Si ukumbuke tu mahali alikutoa kwenye hiyo shimo, kwenye hiyo kware. Kuna mahali Mungu amekutoa. Ukisoma Isaya 51:1-2 anasema kwamba amekutoa kwenye shimo, amekutoa kwenye kware, amekutoa. Kuna mahali
mahali alikutoa. Unapokumbuka mahali alikutoa, ndiposa unamwita na jina. Sijui ni mahali gani alikutoa, lakini kuna mahali alikutoa. Hapo mahali alikutoa, ndiposa unapokumbuka usisahau hiyo mahali. Ukikumbuka mahali hapo, utamwita na majina. Kama amekutendea jambo, ndiposa unamwita na majina. Amekutoa ashakata ya bagunda zekelima. Si ukumbuke tu pale, si ukumbuke kwenye hiyo sewage, si ukumbuke mahali pale kwenye hiyo kilio, si ukumbuke mahali pale ambapo hakungeweza kutoka pale, mahali pale ambapo watu walikuwa wanakuona wakajua kwamba utafika leo hii. Ni nani alikutoa hapo? Shete bakuta ya baganda. Si ukumbuke kwenye hiyo shida, si ukumbuke pale, si ukumbuke mahali hapo. Kuna mahali alikutoa. Kama si yeye, leo hii ungekuwa jinsi ulivyo. Usisahau usiku wa leo, ndiposa ukamwita na majina, ndiposa ukamuinua, ndiposa ukamwabudu. Unamwabudu wakati ambapo unaangalia jinsi amekuwa mkuu, jinsi amekutendea. Ashakata bakuta ya baganda. Usiku wa leo ninakuambia tu usisahau, usisahau jinsi ulivyokuwa, usisahau. Angalia sasa umebadilika, angalia sasa umeng'ara, angalia sasa shida iliisha. Usikumbuke siku na mahali pale, siku na mahali ushakata bakuta ya baganda. Si ukumbuke kwenye hiyo uchafu, si ukumbuke jinsi ulivyokuwa, si ukumbuke, si uangalie hiyo picha, si uangalie tu, angalia umbali huo. Ashakata bakuta ya baganda. Yale ambayo inafanya kwamba msongelee Mungu, yale ambayo inafanya kwamba uweze na kupasa sauti yako zaidi, ni wakati unakumbuka mahali alikutoa, ni wakati unakumbuka hiyo chimbuko, hiyo kware, hiyo shimo, hiyo kilio, hapo kwenye hiyo shida. Ushakata bakuta ya baganda. Ndiposa usiku wa leo unamwita na jina, unamwita na jina, unamwita Ebeneza, ukisema Baba ni wewe. Kama si wewe singekuweko leo hii. Kama si wewe, hata Mungu wangu Baba, ningekuwa nilikufa kitambo. Ni wewe tu Jehova, barikata ya mazeketa ya baganda, ambaye Baba uliniokoa, shekete bakuta ya gazema. Kumbuka tu, kumbuka mahali pale, kumbuka ushataika mazeketa ya baganda zelima. Ni wewe, ninakuita mkombozi. Oh my Father, my God, you are my deliverer. Baba, ni wewe ndiye ulinikomboa, ndiye uliniokota, ndiye uliondoa kifo, ndiye uliondoa uzinzi, ndiye uliondoa usherati, ndiye uliondoa Baba ulevi, ndiye uliondoa yale yote Baba. Ni wewe ukaondoa magonjwa. Oshala bakuta ya baganda bozende. Si ukumbuke tu usiku wa leo. Unapokumbuka ndiposa unamsongelea zaidi, unapomkumbuka zaidi ndiposa unamwabudu zaidi. Ashataba kuriba sheketema makuta yabu shekete kabuzanama rakatuba salama. Kumbuka pale, kumbuka kwenye hiyo chimbuko, kumbuka kwenye hiyo shida, kumbuka wakati ambapo wanadamu walikuwa wamekutoroka. Hata na wale ungejua kwamba wangekusaidia, hawezi kuweza kukusaidia. Ni nani alibaki? Ni nani akakutendea? Si ni Mungu huyo. Ndiposa usiku wa leo unamwita ukimwambia, Baba, yale ulifanya hakuna mwanadamu angeweza kufanya.
Baba, ni wewe ninakuinua katika anga hii, ni wewe balakazakataya baganda rakutaya baganda bo sheteteriba remama kusakataya baganda rekete basiriba shekete maganda reburiba salamaganda shekete bagunda shatata bagurige seketayaba. Ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe ulitenda haya, ni wewe Baba, ni wewe. Sitakuonea haya jinsi Baba ukunionea haya, jinsi Mungu wangu ulikuja Baba, yale uliyatenda Baba. Ushataba kutaya gaseri baganda bazende sheteteriba shekutaya bagundaze shetete kataya baganda yekete bakurika sanama shetete katayi muzanda rebakutaya gazende rekete mazemalibo sheteteri maganda mazekutaya baganda buzelia. Ni wewe uliyatenda Baba, ni wewe uliyatenda yote Mungu wangu, Baba yangu, ni wewe, oh my Redeemer. Sitakuonea haya maana ukunionea haya Baba. Nitakuinua tu Baba, nitakutangaza kila mahali, nitasema Baba, oh shalabakutaya baganda zekuri maganda, oh my Redeemer. Kama sikufa, oh my Father, my God, this is the reason, my Father, my God, today I live to declare, my God, what you did for me. No, my Father, my God, I'm not going to die. I'm going, my Father, my God, to say what you did, to say what you did, and to call you by that name. I call you tonight, my deliverer, my deliverer. I call you tonight, Yeshua. Oh, maana yake ni Yesu, ndiye yeye alinikomboa. Yeshua, oh shakatabakutaya maganda buzende. Usiku wa leo tu umwite na majina, ukikumbuka yale alikufanyia, ndiposa inakufanya na zaidi unamwita na majina. Ukikumbuka kile alikutendea, ukikumbuka yale alifanya wakati ambapo ulikuwa kwenye hospitali, watu wakaja, wengine wakija kuconfirm kama umekufa, lakini akakuokoa. Kama unakumbuka yale alikufanyia, hata wengine wakakutupa, wakuweza hata na kusongea mahali huko, walijua kwamba umekuwa sumbua tu, wakakuacha. Ushakatabakuta ya maganda. Ni nani alikuja kukuokota? Ni nani alikuja kutenda? Masalama kuta ya maganda. Hata na wengine ambao walikuwa wanakuaidia, wakisema watasimama na wewe mpaka mwisho. Asheke bakuri baganda sekenda bo sheteteliba. Ulibaki na Mungu, ni yeye tu ambaye alikutendea, ndiposa leo hii uko jinsi ulivyo. Ashakata ya baganda etelima. Si ukumbuke tu wakati huo ulikuwa katika maombi yako kwenye moyo, ukasema kama nitatoka hapa, ukasema kama utanitendea, sitasahau, nitakuabudu, nitakutumikia. Usiku wa leo umwinue tu. Unapokumbuka hayo umwinue. Si wakati ambapo unaenda kuomba kwamba uko na shida. Unapoenda tu kuomba unasimama kwenye pengo, ni kwa sababu unakumbuka yale alifanya, ndiposa unamwinua na unamwabudu na zaidi. Si usiku wa leo ikuwe ni wewe tu ambaye usiku huu unapokumbuka hayo, inafanya sauti yako unapaza zaidi mbele za Baba, ukisema kwa hakika Bwana Mungu wangu ulitenda. Si uangalie yale alitenda. Inaweza kuwa kutenda kwako wewe mwenyewe, lakini akatenda kwa mtoto wako, akatenda ni kwa njia ya mzazi wako, akatenda ni kwa njia ya mtu uliyojua. Si usiku wa leo tu mwambie Bwana, si umwambie ukiyakumbuka hayo, yekete bakuta ya mazanda boguria
inakufanya kwamba umoni haya yekete bakuta ya maganda. Biblia inasema kwamba ukinionea haya, hata na mimi nitakuonea haya mbele ya Baba. Huyu ni Yesu anasema, ukimwonea haya leo hii, hata itakapofika na hiyo siku hata kuonea haya. Yale ametenda kwangu inanifanya kwamba ashele makuta ya baganda yeketeriba shekete makuta ya baganda shekete bakuriga sala maganda. Ndipo sauti inakufikia, ndipo usiku huu sauti inafika ukiwa ni kwako. Ni kwa sababu unaweza tu, na katika nafasi hiyo unapokuwa mahali huko, unamwinua Bwana ukisema, kwa hakika Baba, ni kweli yale ulitenda Baba, niliyashuhudia, ninayaona. Ushaka bakuta ya baganda bushenima sheteteriba shekete magunda majede. Angalia hata jinsi amekuwa mwema kwa ajili yako wewe na jamii yako, wewe na nyumba yako, wewe na watoto wako, wewe na mume wako, wewe na mke wako, wewe na mzazi wako. Shata bakuta ya baganda likata ya baganda. Tumefika mwezi wa Oktoba. Ni nani ambaye amekulinda tangia mwezi wa Januari mpaka leo tumefika Oktoba? Shakata bakuta ya baganda. Sasa si ni Mungu huyo ndiye amekuwa mwema, and is the one who have been providing for you. Si usiku wa leo hata umwite tu Jehovah Jireh, maana yake ni Mungu my provider. Ame provide because of your needs. Ame provide for your daily bread. Ame provide for your primary needs. Ame provide for your secondary needs. Ame provide because of all your needs. What you just need to do it is night, you turn to say, oh God, you are my Jehovah Jireh, you are my provider. So mwambie tu Mungu, ni wewe Baba ndio umeyafanya Mungu wangu. Nikaweza Mungu wangu Baba kuyamiliki haya yote. Nikaweza Baba Mungu wangu kupata chakula. Nikaweza Baba kupeleka watoto shuleni. Oh my God, afya umenipa Baba. Ni wewe Bwana. Shakata bakuta ya baganda. Umenipa uhai. Ni wewe Mungu wangu, tangia mwezi wa Januari umekuwa mwema. Mwezi wa pili ulikuwa upande wetu. Mwezi wa tatu Baba bado tu ukawa kwetu. Mwezi wa Aprili ukatenda makuu. Mwezi wa tano ulitenda zaidi. Mwezi wa sita ukatupandisha. Mwezi wa saba Mungu wangu Baba bado tu ulikuwa mwema. Mwezi wa nane Baba Mungu wetu ukatushika mikono. Mwezi wa tisa Baba tukapanda milima. Mungu wangu Baba ukatufanya hata na vyote tulikuwa tunakosa ukatusababishia tukaweza na kupata. Tumeingia mwezi wa Oktoba. Oh my God, tunasema usiku wa leo, you are the one my Father my God, that you be Jehovah God in our side. Shakata bakuta ya baganda. Kama ingekuwa ni mimi peke yangu singefika hapa. Ni wewe ambaye umefanya nikafika hivi. Ni wewe. Shakata bakuta ya mazeketa ya ba sheteriba zekuta ya baganda. Si usiku wa leo mwite Jehovah Shama, ni kwa sababu alikutangulia kila mahali. Alitangulia hata na watu wa ukoo wako wako mbali na wewe. Alitangulia hata na wewe uko pale kwenye diaspora in that country. Si ni Mungu ametangulia mahali penye uko, na ni Mungu ametangulia ni kwa jamii uliwacha. Wote ambao uliwacha wako kule mbali, wazazi, mke, watoto, yeketa bakuta ya bazeri maganda. Si umwambie tu siku wa leo, Jehovah Shama ametangulia, ametangulia, ametangulia. Shakata bakuta ya bazendebo sheketeba rikotei masata bakuta ya baganda. Tunasema Baba, ni wewe ulitangulia kule, ukatangulia kwa mawazo yetu. Hata usiku wa leo unatangulia
unatangulia katika anga hii, unatangulia Bwana Mungu wangu Baba. Ushataba kutaya bazeri maganda, ni wewe Bwana, ni wewe. Sheketeba kutaya baganda, rikoto bazerima, sheteteri baganda, jeketerima. Sumwite Jehova Rafa, maana yake ni Mungu mponyaji. Angalia jinsi aliponya vidonda, angalia jinsi alikuponya. Unapokumbuka yote, hata na wewe kuna yale magonjwa labda ingekuwa ilikufikia, lakini akasababisha magonjwa ikufikia, akazuia. Si usiku wa leo mwite Jehova Rafa, maana yake ni Mungu mponyaji. Shakata bakuta ya mazelima, sheteteriba mazekuta ya bagunda, zeteteriba gunda, yeteteri maganda. Umeponya wengi, umeponya wengi. Jehova Rafa, my God. Hata Mungu wangu Baba, yale ambaye adui alikuwa ameipanga kuyeza na kuleta magonjwa haikutufikia, maana Baba wewe ni mponyaji. Wewe unasababisha na kuzuia hata na afya ambaye tuko nayo, ni wewe Jehova Rafa. My God, usiku wa leo we say to you God, you are the one. Jehova Rafa, we raise our voice to you. Jehova Rafa, Jehova Rafa, Mungu mponyaji, Mungu mponyaji. Umetuondolea maradhi, ushakata bakuta ya baganda. Jehova Rafa, eteke bakuta ya bazanda, sheteke mazelia, mazekuta yaba, zekete makuta ya gazeketama, zeteteri kabazanda, makuta ya gazeketaba, zeteteriba, zekuta ya maguna, zetete magurigo. Sasa winulie tu mikono ukimwambia Baba, Jehova Nishi, huyu ndiye Mungu ambaye anakupigania. Huyu ndiye Mungu ambaye usiku wa leo ndiye anakupigania. God is a man of war. Suminulie mikono tu ukimwambia Baba, usiku wa leo ninakuja kwako, ninakuinulia mikono. Wakati unainua mikono, that is a form of surrendering to God. Usiku wa leo ni kwa sababu tunaingia katika uombezi. We surrender. Start by surrendering your mind. Surrender, surrender your thoughts, surrender your parents, surrender yourself, surrender your body, surrender, surrender your wife, surrender your husband. Shakataba kutaya baganda, mizigo yote mizito usiku wa leo si ukabidhi kwa Bwana. Sheketeba kutaya baganda. Surrender is the one that he take all our burden. Sheketeba kutaya baganda. Ni yeye ndiye kila wakati, kila siku anachukua mizigo yetu. Surrender to him. Surrender to him. Sasa taye baganda. Zaburi 68:19. Ni Mungu ambaye anachukua mizigo yetu. Shataba kutaya baganda. Kila siku God take our burden. Tonight we surrender. We surrender to him. We surrender. Let's surrender. Surrender to man of war. Surrender to God who is man of war. Surrender to him. Adonai. Shataba gundabushanda. Ni yeye hajawahi shindwa, hajawahi shindwa. Vita vyote ameshinda. Ashakata ya baganda. Surrender, surrender. 2 Kings chapter 17 verses 39. Usiku wa leo we surrender, we surrender to him. Maana ni yeye anaenda kutuokoa katika mikono ya adui, mahadui wetu wote. Usiku wa leo shakataba kutaya mazeketaba, sheteteriba. Surrender, surrender. Usiku wa leo
usikubali ukazuiliwa. Usiku wa leo usikubali ukazuiliwa. Shakataba kutaya baganda, sitazuiliwa. Rekete baguriba, shetete maganda, ribabukuri baganda, sitazuiliwa, sitazuiliwa. Zekete bakutaya maganda, sitazuiliwa. Chochote ambacho usiku wa leo inataka kuzuia makusudi ya Bwana, ninapinga, ninakataa. Mahali ambapo uko, si ukatae kuzuiliwa, si ukatae usiku wa leo kwamba kinye inafanya kwamba leo hii hautaomba. Shete bakuta ya bagunda buzeke tamaderia, shitetelima sekuta ipalabukuta ya kata ya maganda. Katana nazo, katana nazo, katana zekete bakuta ya gazeke talabo. Shakatama guriga sakatabogoria, shetete magutaya baganda. Usiku wa leo makusudi ya Bwana yanatendeka, yanatimilika. Sitazuiliwa, sitazuiliwa. Repagutaya gaseke tayabagando, shekete magutaya baguriga sakatayaba. Oh Lord, take control, take charge tonight, God. Shekete bagutaya baremo, shetete riba. Shakatama kutaya gaseke tayabo. Oh Lord, shelima shekete bakutaya bagana. Shikilia hapo kwanza, nikuelekeze ili tuingie kwenye vita. Maana usiku wa leo hatutazuiliwa. Usiku wa leo hatutazuiliwa kwa jina la Yesu Kristo. Nataka tu nikuelekeze ili tuingie kwenye vita. Usiku wa leo na kuelekeza tuingie kwenye vita. Maana tupigani na mwili na nyama, bali tunapigana na adui ambayo ni principalities, ni roho ambayo inazuia makusudi ya Bwana. Na adui alikuja kufanya vitu tatu: kuiba, kuharibu na kuua. Usiku wa leo tunakataa kwamba atazuia makusudi ya Bwana. Huyo Mungu ambaye alituona, alikujua kabla hujazaliwa, usiku wa leo yeye ndio tunaenda kumwita ili tuweze kwa neema ambayo ametuachia tuyafikie malengo ambayo amewacha juu yetu, kwa jina la Yesu Kristo. Nataka kukuelekeza tu, kuna vitu viwili tunaenda kupigana nayo usiku wa leo. Nataka tu kukuambia kuna neema ambayo Mungu amewachilia. Hii neema ambayo Mungu aliwachilia kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo. Maandiko inasema katika John 3:16, hapo mwanzo Mungu akaupenda ulimwengu, akatoa mwana wake wa pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali aweze kurithi ufalme wa mbinguni. Usiku wa leo tu, kwa neema ambayo Mungu aliwacha, neema ambayo alitupatia, akatuma Yesu Kristo, akaja akafanyika laana, akaja akapigwa, akasulubishwa msalabani, akatemewa mate, akadungwa mkuki kwenye ubavu wake. Haya yote ambaye alipitia, hiyo neema ambaye baada ya yote akachukua ufunguo wa kuzimu. Huyu Yesu kwa gharama ambaye alilipa, usiku wa leo lazima tuweze kupigania, lazima tuweze kutetea kwamba kuna kile ambaye Yesu alilipa gharama msalabani, ndiposa tunapata wokovu. Na kuna wengine ambayo
wokovu huu unawafikia, lazima tuweze kutetea, lazima tuweze kusimamia. Ni kwa sababu adui kila amekuja kufanya, adui amekuja kuzuia kwamba tuweze kuona yalikuwa ni bure. Lakini usiku wa leo, neema hii ambayo inatubeba, neema hii ambayo imetufikisha hapa, neema hii ambayo unakumbuka yale alikutendea, ndiposa inakufanya kwamba uwezi kumuonea aibu, unasimama ukimtetea. Usiku wa leo, hiyo neema ndiyo neema ambaye tunaitetea. Ni neema hii ambaye iliwachiliwa. Hii neema hii lazima tuweze kusimamia katika neema hii ambaye Mungu aliwachilia kwetu. Hii neema hii, usifanye chochote kile ikakuzuia kurithi ufalme wa Mungu. Usifanye chochote kile ikakuzuia kufikia malengo yako, na malengo yako unaunganisha kwa malengo ya Mungu ndio uweze kwenda. Maana yako yanaweza kuzimwa na ya Mungu ikaweza kutendeka. Usiku ya leo, we are align our thoughts with the thoughts of God, ili tuweze na kuyafikia yale ambaye Mungu aliweza kutuumba. Jiulize, alikuumba ufanye nini? Hiyo kile ambaye alikuumba ufanye. Usiku wa leo, we are going to pray for it in the name of Jesus. Na chochote ambacho inataka kuzuia usiku ya leo, tunasema it is powerless in the name of Jesus. Hebrews chapter 12 verses 15. Waebrania 12:15. Nataka kukuelekeza tu, kwa sababu kuna yale ambayo inaweza kuzuia hii neema ambayo iliwachiliwa. Usiku wa leo kuna kitu ambayo inaweza kutaka kukuzuia, maana adui amekuja kuzuia na amekuja kupingana na yale Mungu anataka ukue. Yeye ndiye anakuja na kufight against the will of God. But tonight, no, that will of God that was in you lazima iweze kutendeka, na hatutaweza kumtukuza ibilisi, hatutaweza na kusikia sauti yake, hatutaweza tu na kukaa. We are going to fight. We are going to fight, and this night we are ready to fight. Hebrews chapter 12 verses 15. Mkiangalia sana mtu asiupungukie neema ya Mungu, shina la uchungu isije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Narudia, mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi na hilo. Unaweza kukosa kufikia neema ya Mungu, inaweza kukuondokea, na hiyo neema inaweza kuondoka wakati unakuwa na uchungu. Usiku wa leo tu nataka tuweze kupigana na chochote ambacho inafanya ndani yako kuwe na uchungu. Maana unapokuwa na uchungu, Mungu, uwepo wa Mungu hawezi kuwa ndani yako. Uchungu, hii shina ya uchungu, uchungu inasababisha mtu hawezi kusamehea. Uchungu, chochote ambacho imesababisha uchungu kwa mwili wako, uchungu yamesababisha mwili wako kuwa na maumivu ya uchungu, yamesababisha kwamba kuna bitterness. Usiku wa leo tunataka kwenda kufight against the spirit of bitterness. Tunaenda kupigana na hii roho ya uchungu yaweze kuondoka, maana uchungu unaweza kuzuia hatima yako.
Uchungu unaweza kuzuia hata wakati unapoomba, itaweza kukuzuia. Usiku wa leo tunaenda kupigana na hii shina ya uchungu, maana Biblia inasema kwamba chochote kile isije ikakuzuia kufikia neema ya Mungu. Hii neema ambaye ni gharama ambaye aliwaachilia Bwana Yesu, akakufa msalabani, akalipa gharama kwa damu yake mwenyewe. Hii neema ambaye aliwaachilia usiku wa leo, uchungu haitatuzuia kufika mbinguni. Uchungu haitatuzuia kusababisha kwamba tukose kusamehea, maana Biblia inasema umsamehe mara 777. Chochote kile ambacho inataka kuzuia na kusababisha kwamba kunakuwa na roho ya kutosamehea, usiku wa leo tunaenda kupigana na hizo roho ya kutosamehea. Tunaenda kupigana na hiyo roho ya uchungu ambaye inasababisha kwamba watu wanapata vinonda, wanakuwa wagonjwa. Uchungu ambaye inasababisha kwamba inasababisha kifo ya mapema. Usiku wa leo tunaenda kupigana na roho ya uchungu, the spirit of bitterness, in the name of Jesus. Na roho nyingine tunaenda kupigana naye usiku wa leo ni roho hii katika Zaburi 37. Fungua na mimi Zaburi 37. Oh God, tusaidie Bwana Mungu wetu. Neema ulioachilia Baba isiwe kwa bure. Neema ulioachilia Mungu wangu, malengo ambao umetuweka tuishi Baba, tusije tukakosa kufikia malengo hii kwa ajili ya maroho hii ya uchungu, kwa ajili ya roho hizi ya hasira. Zaburi 37 mstari wa 8. Zaburi 37 mstari wa 8. Ukomeshe hasira, uache ghadhabu, usikasirike, mwisho wake ni kutenda mabaya. Nataka kukuambia usiku wa leo kwamba ndio, hasira si dhambi. Nisikize vizuri, hasira si dhambi, lakini hasira inaweza kusababisha dhambi. Hasira mwisho wake ni kutenda mabaya. Hasira mwisho wake ni kutenda mabaya. Na ndiposa usiku huu nimekuja kukuambia, nikisoma andiko hii, kwamba wacha hasira. Hasira itaweza kufanya ukatenda dhambi. Hasira itaweza kufanya ufungwe jela. Kwa sababu ya hasira watu wengi wako kwenye jela, na ni kwa sababu hasira, ghadhabu iliwaingia na wakaweza kuua. Nataka kukuambia tu hivi, fungua na mimi katika Waefeso 4:26 nikuonyesha hasira si dhambi. Waefeso 4:26, muwe na hasira ila msitende dhambi. Hasira si dhambi, lakini hasira ndio inayosababisha dhambi. Unapoghadhabika, unapokuwa na hasira, matusi itatoka kwa kinywa chako, na matusi hayo ndiyo mabaya ambaye yatasababisha vita, na vita itasababisha kifo. Mtu atashika kisu, atadunga mwenzake. Hasira inasababisha kwamba familia inasambaratika. Kwa sababu ya hasira kunakuwa na ghadhabu, kunakuwa na vifo, kunakuwa na maovu, kunakuwa na dhambi. Sasa Biblia inasema kwamba usikasirike.
Usiku wa leo, kama uko na roho hii ambaye inakuandama, labda kuna mahali unaishi na kuna ghadhabu na kuna mtu unakaa na yeye na mtu huyu ni hasira, usiku wa leo tunataka kuweza kuomba ili tupigane na roho hii ya hasira. Maana hasira inaweza kusababisha kifo. Hasira inaweza kusababisha ugomvi, inaweza kusababisha maovu, inaweza kusababisha vita, na mwisho wake ukafungwa, mwisho wake hata katika nafasi hiyo ikasababisha kifo. Hasira inaweza kudunga mimba na katika nafasi hiyo ikakupeleka jehanamu. Usiku wa leo tunataka kupigana na roho hii, roho ya hasira, roho ya uchungu. Tunataka kwenda kupigana nazo kwa jina la Yesu Kristo. Ni kwa sababu neema ambaye Bwana aliwaachilia, hiyo neema ambaye iliwaachiliwa msalabani ikasababisha wokovu. Katika nafasi hiyo tusije tukawa kwa bure tukaokoka, lakini ndani yetu kunakuwa na uchungu. Tukawa katika nafasi hiyo kukawa na roho ya kutosamehea. Usiku wa leo tunataka kwenda kupigana. Ni kwa sababu hatupigani na mwili na damu, hatupigani na nyama, bali tunapigana na maroho. Na hizi maroho ni hii roho ya hasira ambayo usiku wa leo tunaenda kupigana nayo. Hii roho ya uchungu tunaenda kupigana nayo. Hii roho ya kutosamea tunaenda kupigana nayo. Sijui mahali ambapo uko, nataka tu katika nafasi hiyo tu usimame katika mahali ambapo uko, na tuanze sasa tu katika nafasi hiyo ili tuingie katika kupigana. Na katika nafasi hiyo hii maombi utaomba tu, umwambie Bwana Mungu wangu nijaze na Roho Mtakatifu ili niweze kupigana, maana sijui jinsi ya kupigana hizi vita. Ni wewe tu Roho Mtakatifu rafiki wangu. Shakatabakutayabaganda. Usianze tu kwanza, si nafasi hiyo ujazwe na Roho, si ujazwe na Roho ili unapopigana upigane katika njia ambaye Roho anakuelekeza. Yetebakutayabaganda. Siku ya leo nijaze Roho, Roho Mtakatifu rafiki yangu, Roho Mtakatifu mwalimu wangu, nijaze zaidi ya jana. Ninakuhitaji katika kupigana, ninakuhitaji katika uombezi. Shakatabakutayamazerima sheteterima shekutayagaseketalaba. Mwombezi, wewe ni wewe ambaye uko pale unaenda na kupigana na hizi roho. Si usiku wa leo, si upokee na nguvu ya kupigana, si upokee na nguvu, maana tangia wakati wa Yohana Mbatizaji mpaka leo hii ni wenye nguvu tu ndio wanautweka ufalme wa Mungu. Si upokee nguvu, si upokee nguvu, maana ni vita kung'ang'ana na kupigana na kukataa na roho ya hasira. Hiyo ni vita mpendwa. Shakatabakutayabaganda. Kupigana na uchungu ni vita, maana kunakuwa na uchungu ambayo imekaa kwa watu zaidi ya miaka 30. Kuondoa uchungu huo unahitaji kuwa na nguvu, unahitaji kuwa na nguvu, maana ni vita. Shakatabakutayabazendebogoria. Usiku wa leo tu si upokee nguvu, si upokee nguvu, si upokee nguvu. Katika Zaburi 105 mstari wa 24, pokea nguvu ya kupigana, pokea nguvu ya kuweza na kumiliki, uweze na kupigana na adui. Huyu adui ambaye ni hasira, ili uweze na kumshinda. Yetebakutayazenderia sheteteriga mazeketamagunda. Pokea nguvu usiku wa leo ya kukanyaga maovu. Yeketebakurimazanda. Unaiweka chini ya miguu yako na inakuwa ni mchafu, yanakuwa ni vumbi, yanakuwa ni majifu. Tayakabaganda yetekebogoriba. Pokea nguvu ya kupigana, ya kupigana na hizi roho. Tunapigana leo na roho tatu. Tunapigana na roho ya hasira, tunapigana na roho ya kutosamea,
na tunapigana na roho ya uchungu. Shetabakutayabazandabogoria usiku mahali penye uko, siukatae. Sheteketeriba katana na roho ya hasira. Yetekatayabaganda hatana nayo hasira. Sheteketelimaganda pigana, wage war against anger. Yeketeketekete, wage war against anger. This spirit of anger, if I've caused many are in prison because of anger. What they did because of anger. Yeketeba kutayabaganda yeteterima shetekete magunda. Usiku wa leo siupigane reketeba kutayabaganda. Wakati ambapo wanafika kwa jaji wanasema hata sikujua ilikuwaje. Yeketeba kutayabaganda. Lakini katika nafasi hiyo wamejipata wamefungwa maisha. Ni kwa sababu gani? Ya hasira. Yeketeba kutayabaganda. Siupigane na roho hii, siupigane na hii roho ya hasira. Imepata watu wamefanya tu, mambo yamefanyika, na katika nafasi hiyo baada ya mambo kufanyika ndiposa mtu anakuja kwa akili zake wakati yashatendeka. Shakataba kutayamazende. Watu wamechinja. Kuna mtu amechinja mke hata yakabogori masana. Kuna mtu amedunga mume wake kisu, ni kwa sababu ya hasira. Kuna mtu yeketeba kutayabaganda amejidunga, amejikata. Kuna mwingine amekunywa sumu, ni kwa sababu ya hasira. Ushakataba kutayamazende yeteterima. Usiku wa leo siupigane na hilo, siupigane na hilo. Yeketeba kutayamazanda bogoria. Kuna wengine wangerithi ufalme wa Mungu, lakini leo hii wako katika jehanamu. Ni kwa sababu gani? Yale yalifanya ni roho ya hasira, yakafungua malango katika nafasi hiyo, wakaua katika nafasi hiyo, wakatenda maovu, wakatenda dhambi. Usiku wa leo siupigane na roho ya hasira. Hii roho ya hasira inafanya hata na mtu wakati anaghadhabika, haongeleshi mtu, anakuwa amebadilika mpaka uso wake, mwili wake unabadilika, unatoa sweta, anasweta. Hiyo roho ya hasira usiku wa leo pigana nayo, pigana na roho hizi, roho ya hasira pigana nayo. Shekete bakuta ya mazingiria zeteteteria matakato za kanda, pigana nayo. Kuna zingine ambayo ni lineage, imetoka katika generation curses. Hiyo yekete bakuta ya mazakarimo, unajipata katika mahali umetoka kwenu kunakuwa na hizo roho ya hasira. Yetekete magurima. Hizo ni malango ambaye adui anataka kuyafungua, ili katika nafasi unapokasirika, you are not going to think twice, but yale unafanya majuto inakuja kuwa ni mjukuu. Yetekete rima. Usiku wa leo siupigane na roho, siukatane. Usiku wa leo siukatae hizo roho ambazo zilitoka kule. Yetekete maguri bakanda zeketeriba. Siukatane nayo, katana na hasira. Yale anafanya mpaka unabadilika, unakuwa nyeusi. Yekete bakuta ya mazeketalaba. Unasweta mpaka kwenye mguu wako ni kwa ajili ya hasira. Yeteteteli maganda masakatamo guri bakata ya gazende. Yetete maganda. Hiyo hasira ambayo inafanya kwamba unajiongelesha mwenyewe. Osatata la kubakutaidema seteke baguria na tatatalia makutaiga zeketa magunda. Yeteteteria. Anza na wewe mwenyewe, anza na wewe, jiombe. Yekete bakuta ya baganda. Isifanye kwamba hii neema ambaye Bwana Yesu aliwachilia, hii gharama ambaye alilipia kwenye msalaba, tukakufa kufika mahali tukakosa kufika. Usiku wa leo pigana nayo. Siukatae. Si kuna neema ndio hiyo imeshuka ya kukataa hiyo neema. Kumbuka ni wenye nguvu. Pokea nguvu ya kusema no. Ni kwa ajili ya anga. No.
no, hapana, kwa ajili ya hasira. Yete bakuta ya maganda boguria shekete bagurima. Huyu Yesu anaondoa yetetetelima, anaondoa yote ambayo yamekuwa yanafata mizizi, yanafata hiyo lineage. Yetetetelima yekete bakuta ya baganda, mpaka unasema hii ni ya kwetu. Yekete bakuta ya mazanda. Usiku wa leo ushata bakuta ya baganda, alilipa gharama, na gharama alilipa ni kutuondolea roho hiyo roho ambaye ni adui, ndiye ana connect. Ni kwa sababu anataka weze kwenda jehanamu. Usiku wa leo shataba kutaya bazendeba sheteterima seketeba kutaya baganda, si upigane na roho hiyo ya uchungu imefanya wengi wajasamea. Ni kwa sababu kuna yale bado tu yanakuja yakiwa ni fresh. Shakataba kutaya bazanda yeteterima. Tumwambie Baba, hiyo uchungu ninakataa, hiyo uchungu Baba Mungu wangu niondole. Yeketeba kutaya maganda. Umlilie tu Bwana usiku wa leo, wakati ambapo unapigana na roho, wakati unapigana na spirit of bitterness. Usiku wa leo sheteba kutaya maganda, mwambie tu Baba, niondolee uchungu, isinifanye Baba nikakosa kufika katika hatima yangu. Uchungu isinifanye maombi yangu ikawa ni bure, hata katika kufunga yangu isiwe ni kufunga kwa ajili ya bure tu. Ni kwa sababu wakati unapoangalia Bwana, unaangalia kukuwa na mtu ambaye alikuwa anafunga kuomba. Ni kwa sababu gani? Hiyo roho ya bitterness inakutoa katika uwepo wa Mungu. Hiyo roho ya bitterness inakufanya kwamba usamehi utayabaganda. Hiyo roho ya bitterness inafanya kwamba usahau. Yeketeba kutayandabo. Huyo ni adui ibilisi ambaye ajenda yake ni kusababisha kwamba unabaki na bitterness, ni kukusababisha kwamba unakuwa na vidonda, ni kukusababisha kwamba anasababisha kwamba katika ghadhabu hiyo uweze kufa mapema. Usiku wa leo si ukatae repokutaya maganda zende reketekete bagunda masakataigo yeketekatayaba. Wambie tu Baba, mwambie gharama ulilipa msalabani. Usiku wa leo sina sababu ya kukuwa na uchungu, ni kwa sababu hiyo uchungu ulichukua yote msalabani. Sitazuiliwa, ni kwa sababu ya uchungu, ni kwa sababu ya mambo nilifanyiwa. Usiku wa leo Baba, ninakuja mbele zako, ninakabidhi yote roho ya uchungu kwako. Si ukabidhi, ni kwa sababu ni Yesu anasema, leteni mizigo yote mizito nayo nitawapumzisha. Hiyo uchungu kabidhi kwa Bwana. Yeketeba kutaya baganda na usamehe, maana Biblia inasema katika Mathayo 6:12 kwamba msamehe wa deni wenu kama vile nami nitawasamea. Shakataba kutaya maganda yeteteriba. Kwanza samehea, ndipo unapoenda kwa Bwana kumwambia kusamehe. Wewe umesamehea. Shakataba kutaya baganda. Yale roho ambayo inafanya kwamba utasamea, unasema kwamba eti hiyo ni mpaka kifo. Kumbe wewe unajizuia, unasababisha kwamba yale mambo ambayo Bwana alikuwa amewachilia kwako inafunga yote. Inakuwa ni kwamba mshtaki wako ibilisi anachukua hiyo, na katika nafasi hiyo ndiye anakushtaki nayo. Shakataba kutaya baganda. Usiku wa leo tu siumlilie Bwana. Usiku wa leo siumlilie tu, simwambie Bwana si mpaka lini wewe uchungu, ni mpaka lini? Usiku wa leo Bwana, niondolee uchungu, niondolee uchungu, niondolee uchungu, niondolee uchungu, niondolee hii bitterness itoke ndani yangu. Ninataka kukuona, ninataka kukuona, ninataka Baba yale Mungu wangu Bwana ambaye uliona ndani yangu yapate kutimilika. Hii uchungu inaweza kukuzuia, maana Biblia inasema katika Hebrews chapter 12 verses 15 kwamba hiyo roho ya bitterness, hiyo shina ya uchungu inaweza kukuzuia
kwa neema ya Mungu usiku wa leo, si udili na hiyo uchungu, adili na hiyo uchungu, dili na hiyo bitterness. Yekete bakuta ya magana, yeteteliba makuta ya kuseketalabo rakatama zekete maganda yeteteliba yekutaya magunda yetete maguria yeteteketeiba. Mwambie tu Baba, mwambie tu Bwana, nisaidie, yatoke Bwana, yatoke uchungu, yatoke ndani yangu, yatoke Baba. Mungu wangu Bwana, ushakata bakuta ya maganda, hata kama yamekuwa ni magumu. Mungu wangu Bwana, Mungu wangu, ni nini kwako ambaye ni gumu? Shakata bakuta ya maganda yeteteria yekuta ya bazanda yeketekete aba. Sumulilie Bwana, sumulilie tu Bwana. Kuna yale anafanya usiku wa leo, hata ikasakata yaba, kama inabidi kwamba katika nafasi hiyo niposa kumulilia Bwana, niposa uchungu inaondoka. Si uache tu yatoke ndani yako, ni kwa sababu itakuzuia, ni kwa sababu Bwana atakuondokea. Hawezi kukaa mahali penye kuna uchungu. Yeketelima yeteteliba, hiyo roho ya uchungu ni roho ya Ibilisi, ni yeye ndiye anakuja kuweka hapo. Ni kwa sababu hiyo uchungu inafanya hata yule alisababisha uchungu hajui, alisahau, ameenda na maisha yake, anazidi kuendelea, lakini uchungu ndiposa bado tu inakusababisha unabaki pale. Shakata bakuta ya maganda yanakusababisha kwamba unakuwa na vidonda, yanakusababisha kwamba unakuwa na maradhi. Na huyo Ibilisi anapiga makofi tu akiona jinsi unasononeka, akiona jinsi unakaa hivyo. Yekete bakuta ya mazanda usiku wa leo, siuondoe yete bakuta ya baganda, siuondoe yekete makuta ya baganda, siusamee yete bakuta ya baganda. Niposa unapoenda kwa Bwana anakusamea. Ile kete bakuta ya maganda yanaweza kuzuia, yanaweza kusababisha kwamba unazunguka hapo unazungukia mahali pale umezunguka sana. Ni kwa sababu gani? Ni roho ya uchungu. Usiku wa leo siuondoe yeteketeli maganda bushanda yeteteliba yekutaya mazekutayaba yekete magutaya baganda. Yamesababisha stagnation, yamesababisha kuzunguka, yamesababisha kurudia. Hiyo darasa umerudia sana, ni kwa sababu siudili na hiyo uchungu, siudili nayo hiyo roho ya kutosamea. Yetekete mazalabo shetekema yetukubaganda yeteteli maganda yekete magurima. Hata uenda katika kufunga yako na kuomba, Bwana hakuweza kuona, ni kwa sababu alikuwa anazungumza na wewe akisema, kwanza si usamehe, si uondoe uchungu huyo, si ukuwe na fursa hiyo. Usiku wa leo tu, kama kuna kitu ambayo itafanya upate kupona, kama kuna kitu ambayo itafanya uwepo wa Bwana kurudie, ni wakati ambapo una release your pain, unaondoa uchungu, na hiyo uchungu ni wewe tu ambayo unasema I let it go. Yekete bakuta ya maganda. Si usiku wa leo, si useme tu I let it go. Oh my Father, my God, Mungu wangu ninasamea usiku wa leo. Oh Mungu wangu ninasamea, ninaondoa uchungu unapoondoka unasamea. Yekete bakuta ya bazanda yeteteliba yekuta ya baganda. Isije ikafika hiyo siku ukaona kwamba kuna kitu inakuzuia kuingia katika ufalme wa Mungu, na kitu hii ambaye inakuzuia ni uchungu ambaye inabebana na kutosamea. Yeketeba kutaya, hiyo si roho ya Mungu. Hiyo si roho ya Mungu. Unasema kwamba yale alifanya, yale alichukua, kumbuka tu ulikuja bure na utaenda bure. So usamehe ili upate ufalme wa Mungu.
Mungu, ni kwa sababu Yesu alikuja, na katika nafasi hiyo kwa wote ambao wanamwamini watapata ufalme wa Mungu. Kumwamini ni katika nafasi hiyo, na katika nafasi hiyo ni neema. Tusikose neema, tusikose neema, tusikose. Yeketeba kutayala yetetelima shekutokotobaka yetelikatabaganda yeteteliba yekutayabaganda zekutayabaganda. Oh Lord, shakataba kutayamaganda sheteteliba okatamazeketala bagunda busan rema kutayaba yeketema gunda buseketayaba. Oh Jehovah Lord, shakataba kutayaba ganda buguria yetelema yeketeba guri maganda buseketayaba. Bwana yuradhi kukuokoa, Bwana yuradhi kukusamea, lakini kwanza anasema hivi, oh Lord, Mathayo 6, Mathayo 6 Mathayo 6:12. Mungu anataka uweze kudili nayo. Mathayo 6:12. Utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasemeavyo wadeni wetu. Bwana usiku wa leo anataka kukusamea, lakini sasa atafanya aje wakati wewe hujasamea wadeni na yamesababisha uchungu? Wasamehe, wasamehe, uchungu uondoke. Wasamehe yote walifanya, wasamea. Tuna mengi sana ya kumwambia Mungu tusamehe, lakini kwanza anasema wasamehe, ndiposa apate kukusamea. Ondoa kwa moyo wako, wasamehe, utapona. Ni hiyo tu, maombi yako inapata kujibiwa. Hiyo tu inafanya usiku wa leo mahali ambapo pamekuwa stagnated unapata kuondoka na kuinuka. Kama ni wewe usiku wa leo tu ambao umeomba ombi hili na mimi, ni kwa ajili ya uchungu, ni kwa ajili ya kutosamea na hasira, tunapomaliza nataka urudie ombi hili, ili Bwana jinsi tunavyoomba aweze kukutendea, na malango yako, yale makusudi ambayo Bwana alikuwa amemwachilia juu ya maisha yako, yaweze kutimilika kwa jina la Yesu Kristo. Nataka urudie maombi hii tu nyuma yangu kwa jina la Yesu Kristo. Sema tu, Bwana Yesu, naja mbele zako. Yesu, nihurumie. Machungu ambayo nimeweka moyoni mwangu kwa miaka mingi, usiku wa leo Bwana Yesu, naomba huruma yako. Uchungu huu usinizuie neema yako. Wote walinikosea na wasamea sasa. Uchungu huu niondoke kwa jina la Yesu Kristo. Hasira ambaye amekuwa yakinizunguka yaondoke. Sitakufa, nitaishi. Nitawasamea. Ninanena baraka juu ya wote wanayonena mabaya juu yangu, kwa jina la Yesu. Amina. Asante Bwana, ni kwa ajili ya mtu huyu. Baba, hakutakosa na mtu ambaye usiku wa leo unamkutanisha kwa maombi hii.
Mungu wangu, sababisha malango yake Baba, yale Mungu wangu Baba ulikuwa umeona ndani yake Baba yaweze kutimilika, maana ulimjua hata kabla hajazaliwa. Yale umeondoa Bwana, uchungu, hasira na kutosamea Baba, sababisha baraka zake na umkutanishe kwa uwepo na kwa neema hii, ili Bwana aweze kuridhi yote ambaye ni ahadi. Kwa vyote anafanya apate kufanikiwa, afya tele, na hata kuridhi ufalme wa Mungu. Asante maana umetenda. Tunakuinua Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Shalom. Endelea kuomba ukimungoja Bwana kwa jina la Yesu. Amina.